Habari za wakati huu, habari za muda huu, mdau. Ni washukuru sana. Leo nikiwa na rekodi video hii ni mwisho wa mwaka 2025. Siku moja muhimu sana kwa ajili yenu nyinyi, lakini pia kwa ajili ya kupata feedback ya kila ambacho tumeendelea kukifanya ndani ya mwaka mzima, tumekifanya ndani ya mwaka mzima wa 2025. Na pia tutazungumza way forward. So kitu kikubwa zaidi kwanza, kabla sijazungumza mambo mengine, ni pende kujitambulisha kwanza. Mimi naitwa Mr. Kam au Mr. Comeback. Wengi wanaita Mr. Camtz au Mr. Comeback. Yote ni sawa. Na ni kutokana na shughuli ambazo nimekuwa nikizifanya kwa muda mrefu sana. Hebu ngoja kwanza ni introduce hizi kazi au shughuli ambazo nimekuwa nikizifanya, pengine ili ufahamu vizuri. Wengi wananifahamu kama presenter ama host katika vipindi vya Kam TV Tanzania au kwenye redio mbalimbali ambazo nimeshawahi kushiriki katika miaka yote ya nyuma huko. Wengi wamekuwa wakinisikia, wakinitazama. Lakini kama producer pia vile vile nimefanya kazi kwenye media nyingi sana. Lakini mwisho wa siku nimekuja kufungua media yangu mwenyewe, production zipo kama Kam Media TZ. Kwa hiyo shughuli mbalimbali nimekuwa nikizifanya kwenye hii Kam Media TZ. Na pengine wananifahamu kama director. Zote unajua, ukisema presenter, ukasema director au editor, mwongozaji, vyote vinakuwa katika eneo moja, na ni taaluma ambayo kimsingi ndio taaluma yangu, ambao ni journalist au journalism, ni mwandishi wa habari. Kwa hiyo najikuta yote nayafanya kama director, lakini pia kama editor, producer, na vile vile kama host au presenter. Kwa usishangae sana kujiona kote kote. Lakini kuna kitu kingine ambacho nataka nikiintroduce leo. Sijawahi kukisema sana, lakini ni vyema nikawaambia. Kuna huwa najiita sana mwalimu wa kiroho. Ni kweli mimi ni mmoja kati ya walimu wa kiroho ambao nimepata taaluma hii ya kiroho katika namna tofauti, katika namna ya dini zetu, lakini pia katika hekima na maarifa ya kiroho katika shule na madarasa mbalimbali. Kwa muda mrefu sasa, takriban miaka mitano sita, nimekuwa kwenye taaluma hii na nikiwasaidia watu katika engo nyingine tofauti kidogo. Unajua, nilikuwa nafanya hii kazi pasipo kudiintroduce kwenye mitandao ya kijamii. Sasa ilifika wakati mwaka huu 2025 nikasema sasa imefika zamu sasa ya kuweza kuwasaidia watu katika platform za mitandao ya kijamii. Na sitaki kuieleza sana kuhusiana na hii, lakini najua wanaojua kwenye magrupu yote ninaofundisha maarifa ya kiroho au hekima za kiroho wanafahamu kuhusiana na hili. Mwaka 2026 basi tutasema way forward nini ambacho tutakifanya ndani ya eneo hilo la elimu za kiroho mbalimbali ambazo nimekuwa nikizifundisha katika eneo hilo. Lakini lengo hasa kubwa siku ya leo kurekodi video hii ni kutoa feedback ya kazi ambazo zimefanyika Kam Media TZ, na hili ndio kubwa zaidi. Na kikubwa zaidi ni kuendelea kuwashukuru kwa kazi ambazo zimefanyika kama Kam Media kwenye eneo la Kam Production, kwenye eneo la Kam TV Tanzania. Kuna kazi nyingi na nzuri na kubwa ambazo zimeweza kufahamika na kujulikana katika mwaka huu 2025. Zipo kazi ambazo zimefanyika Kam Production. Kam Production ni kitengo ndani ya Kam Media TZ ambacho kimefanya shughuli nyingi, zikiwemo kwaya, zikiwemo makala au documentary, zikiwemo music, gospel music, bongo flavor music, zote kwa pamoja zimefanyika hapa. Lakini harusi, send off na vitu vingine vingi ambavyo vimefanyika hapa kwenye Kam Production. Kabla sijatoka eneo hilo ni washukuru wadau ambao tumeweza kufanya kazi pamoja katika eneo hilo la Kam Production. Kwaya mbalimbali, kwaya za wanafunzi, kwaya za watu binafsi. Ni washukuru sana hapa wakuu wa shule zote ndani ya wilaya ya Mbulu, ndani ya mkoa wa Manyara, kwa kuonyesha ushirikiano mkubwa sana. Lakini nje pia ya wilaya hii tumeonyesha ushirikiano sana. Tumefanya kazi nyingi sana, zikiwemo kwenye graduation, lakini pia kwenye kwaya za wanafunzi na kazi nyingine nyingi ambazo tumezifanya katika eneo hili, ikiwemo vipindi mbalimbali vya wanafunzi,
tumefanya kwa kushirikiana sana. Lakini pia niwashukuru watu wa makanisa mbalimbali, kanisa la KKKT wilaya Mbulu, Babati, Karatu, makanisa mengi sana, FPCT, TAG, EAGT, Anglican, wote kwa pamoja nawashukuru sana. Nikiwataja ni wengi sana. Kanisa Katoliki, wote kwa ujumla wenu tunawashukuru sana. Kanisa la Mungu, takuwa mchoyo wa fadhila kama nisipo washukuru pia. Lakini vile vile niwashukuru pia Waislamu ambao tumeshirikiana katika vitu vingi ndani ya mwaka 2025 ikiwemo maulidi, lakini pia vipindi mbalimbali vya kuelimisha jamii kuhusiana na maarifa ya dini ya Kiislamu. Tunawashukuru sana kwa mchango wenu mkubwa sana kwa kuhakikisha kwamba tumefanya kazi nzuri na zote zimepokelewa kwa kiwango kizuri, na tunashukuru kwa hilo. Lakini niseme kwa upande kidogo wa Come TV Tanzania. Come TV Tanzania ni moja kati ya social media ambayo tumeweza kufanya vitu vingi sana. Tumefanya vitu vingi sana ikiwemo documentary, lakini pia documentary kwa maana ya makala, lakini pia tumefanya vipindi maalum. Vipo vipindi maalum vya kuelimisha jamii, reporting ya matukio mbalimbali ambayo tumeyafanya. Yote haya yamewezekana kwa sababu ya nyinyi wadau, mmeweza kuyapokea vizuri sana. Tukiona sasa hivi kwenye platform zetu na mitandao yetu ya kijamii, hasa YouTube, namba inapanda, ina grow, inapanda. Tunaona matokeo ni mazuri, lakini pia viewers wanapanda, subscriber wanapanda. Kwa lote hili ni kutokana na kazi nzuri ambazo tumeendelea kuziproduce na kuziboresha katika eneo la Come TV Tanzania. Na tutoe shukrani za kipekee kwa uongozi wa serikali kwa maana support ambayo tumeipata katika halmashauri lakini mkoa wa Manyara. Tunashukuru sana kwa mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Mbulu, lakini kabla ya mkurugenzi kuna watendaji wenye viti, lakini pia na mabalozi wote ambao tumeshirikiana na jamii nzima kwa ujumla. Tumeshirikiana katika kuhakikisha kwamba tunafanya kazi pamoja na nzuri na iliyotukuka. Tumeshirikiana kwa ukaribu sana na wao wamekuwa wakitushirikisha katika vitu vingi sana. Tunawashukuru sana mkurugenzi wa halmashauri na idara zake zote za halmashauri ya mji wa Mbulu. Tunawashukuru sana, na Mbulu vijijini, Mbulu mjini na Mbulu vijijini tunawashukuru sana. Lakini bila kusahau mbunge wetu wa jimbo hili la Mbulu mjini na Mbulu vijijini, vile vile mkuu wa wilaya wa Mbulu hapa, katibu tawala na wengine na timu nzima. Lakini pia tushukuru vyama vya siasa, Chama cha Mapinduzi, ACT Wazalendo, lakini pia na Chadema pia tuwashukuru. Wote kwa pamoja tumefanya kazi mwaka 2025. Ingawa na changamoto ambazo zimejitokeza, zote hizi kwa pamoja ni sehemu ya kuboresha na sehemu ya kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri ndani ya mwaka 2026. Lakini serikali kuu kwa ushirikiano wote kwa pamoja tunawashukuru sana kama media kwa ushirikiano wote mkubwa kwa miongozo mbalimbali, bila kusahau chemba ya wafanyabiashara Tanzania. Sasa hivi imebadilika kidogo, ni TNCC, I mean kitu kama hicho. Kwa chemba ya wafanyabiashara Tanzania tunawashukuru, wametupa miongozo mingi sana. Tunawashukuru sana timu ya mkoa na taifa pia kwa ujumla. Mengi ambayo tumeyafanya, muda huwezi kutosha kusema yote na kuwashukuru watu wote, lakini kabla ya kusema way forward, ni shukuru timu ya Come Media TZ, Come Production, Come TV Tanzania kwa kuweza kufanya kazi kwa kiwango cha hali ya juu sana. Wapo wengi sana, tuwashukuru sana management, tuwashukuru sana uongozi, tuwashukuru wote ambao wameonyesha ushirikiano. Lakini hasa pia nishukuru sana ofisi ya ustawi wa jamii halmashauri ya mji wa Mbulu. Ndugu Tommy Kisimbe ameonyesha ushirikiano kwa miaka yote mfululizo, sio mwaka 2025 tu, bali miaka yote mfululizo ameonyesha ushirikiano mkubwa sana na ofisi hii katika namna nyingi sana. Ameielezea pia kwenye feedback yake, recap yake ambayo ameieleza kuhusiana na shughuli ambazo amezifanya. Sitaki kuzisema, lakini ziko nyingi na nyinyi mnazijua, mnazifahamu. Tuwashukuru sana kwa niaba hiyo timu nzima ya ustawi wa jamii, lakini pia wizara yenyewe ya maendeleo ya jamii ambayo imeendelea kusapoti kazi hizi, wanaziweka kwenye platform mbalimbali za kwao. Tumshukuru waziri
Dorothy Gwajima kwa sababu amekuwa ni mmoja kati ya watu ambao wanasapoti kazi hizi. Tunashukuru sana sana Mheshimiwa Waziri. Tumshukuru Mwenyezi Mungu mwenyewe ambaye amewezesha yote haya kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunafanikiwa. Na way forward ni nini? Way forward ni kwamba tunaenda kufanya kitu kikubwa ndani ya mwaka 2026. Mengi sana tutaboresha, na tunawaomba muendelee kutusapoti kama mlivyotusapoti mwaka 2025. Tunaomba sana msapoti kazi zetu popote pale mtakapoziona. Tunaomba sana 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 kwa mwaka 2026. Zipo changamoto ambazo zilijitokeza ndani ya mwaka 2025 ambazo pia zimetuathiri sisi kwa namna moja ama nyingine. Zipo za ndani, zipo za nje, ambazo kimsingi haziepukiki. Changamoto zipo tu katika maisha ya kawaida. Zipo changamoto za kimfumo, zipo changamoto za kikazi na mambo mengine yanaendana kama hayo, lakini yote ni katika sehemu mojawapo ya kuboresha na kuhakikisha kwamba tunakaa pamoja kama familia, kama ndugu, kama jamii, kuweza kuhakikisha kwamba tunasimama kwenye mstari mmoja na kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri zaidi, na tuendelee kumwomba Mungu sana sana mwaka 2026 uwe mwaka wenye utulivu, mwaka wenye amani, mwaka wenye maendeleo. Tumwombe Mungu kwa pamoja. Umeona, hilo ndio jambo la msingi sana. Tunajua yapo mengi ambayo yametokea. Sina zaidi ya kusema hayo niliyoyasema, zaidi ya kukwambia Merry Christmas and Happy New Year.